Bana, taifa la vijana, hapa ni New Generation Stories. Hii hapa ni breaking news inayotikisa anga za burudani barani Afrika. Hapa tunamzungumzia si mwingine bali ni nyota anayangaza kote Tanzania. Huyu ni Abigail Chams. Ndio umesikia kwamba vizuri kabisa kwamba Abigail Chams kwa siku za karibuni ni mrembo ambaye sauti yake ni tamu kama asali ya kipaji kilichoweza kutambulika katika nchi ya Tanzania. Utulivu wake ni wa kipekee sana. Abigail Chams ameingia katika historia ya muziki mpya Afrika Mashariki kuwa ni moja kati ya mwanadada aliyewahi kuteuliwa katika tuzo za BET Awards 2025. Bana, ni kwa mara ya kwanza kabisa msanii wa kike kutoka Afrika Mashariki ameweza kufikia kiwango hichi cha juu, yani kimaanisha kwamba ni kiwango cha lami kutajwa kwenye Best New Act New International Act ambako basi kipengele hichi kinaweza kutazamwa na wapenzi wa muziki duniani kote. Abigail Chams ambaye alizaliwa mwaka 2002 amekuwa gumzo tangu alipoachia vibao vyake kama vile Nani, Closer ambako Harmonize pia alikuwepo, Me Too ndio hii hapa tunazidi kuiona kwamba inazidi kupamba katika sehemu mbalimbali. Tunapendezana ambayo basi ngoma hizi au vibao vyake vimeweza kuweka historia kwenye digital platform tofauti kama vile Boomplay, Audiomack, lakini pia Deezer pamoja na Spotify. Lakini pia bila kusahau katika mtandao wa YouTube ngoma zake zimekuwa zikifanya vizuri katika sehemu mbalimbali, ikiwa kama ishara ukuaji wake umekuwa ni ukuaji ambao unakizi vigezo vya international kabisa. Tuzo hizi za BET, yani Black Entertainment Television Awards, zimekuwa ni kioo kikubwa cha kuonyesha mafanikio ya usanii tena weusi duniani tangu mwaka 2001, na mwaka huu zinarudi kwa kishindo zaidi katika nchi ya Los Angeles, Marekani, kwenye ukumbi maarufu unaitwa Peacock Theater tarehe 9 Juni 2025. Mwaka huu ni miaka 25 tangu tuzo hizi zianze, na kinachovutia zaidi ni kwamba Tanzania imeandika historia mpya baada ya kumweza basi kufanikiwa kumweka Abigail Chams katika moja kati ya kitu ambacho ni kizuri sana katika nchi yetu ya Tanzania. Lakini pia jitihada zote hizi pia bila kumsahau Harmonize ambaye kwa watu wengi wamekuwa hawamtaji kwa kulingana na kwamba Abigail Chams ndo ameweza kuwa nominated, na mambo yote haya yamezidi kuonekana kwamba Abigail Chams ndio anastahili omba kuendelea kupewa pongezi hizi ambazo watu wengi wamekuwa wakizitoa katika mitandao mbalimbali, lakini pia katika magroup mbalimbali nimeweza kushuhudia watu wakiwa wanasema kwamba Abigail Chams ndio anastahili katika hili. Harmonize sio mtu ambaye ameweka jitihada kubwa sana, ila ni jitihada za kwake Abigail Chams kwa miaka mingi ndio zimeweza kumpa matunda haya. Pamoja na haya yote, nikupe tu siri moja msikilizaji, Abigail Chams si msanii wa kawaida. Kabla hajajulikana kama muimbaji katika tasnia hii ya muziki hapa nchini Tanzania, alikuwa ni mwanamuziki wa ala akiwa anapiga kinanda, violin, lakini pia gitaa. Kipaji chake kilianzia kuonekana akiwa bado mdogo sana, akiwa na umri wa miaka 6 tu. Alikuwa akitumbuiza kwenye matukio mbalimbali katika shule zao, lakini pia katika hafla mbalimbali za jamii, na baadaye akaanza kupata mialiko na katika event kubwa za kitaifa, ile ambacho watu wengi walikiona kama ni ndoto ndogo ambazo haziwezi kuwafikisha watu katika sehemu fulani. Lakini kwa hivi sasa kimegeuka kuwa ni sauti kubwa ya taifa. Watanzania wengi wanajivunia baada ya kuona mwanamke huyu ameweza pia angalau kuweza basi kutikisa tuzo hizo za BET. Abigail Chams anawakilisha kizazi cha sasa cha wanawake, lakini pia cha wasichana wadogo wanaojitambua, waliojiamini na wanaoamini kwamba ndoto zao zinaweza kuvuka mipaka ya bara la Afrika. Wito wake kwa vijana umekuwa mara nyingi zaidi umewapa jitihada watu wengine basi wasizidi kukata tamaa, na wala wasiofia yale ambayo wamekuwa wakiyaona katika jamii kwamba wataonekana ni watu tofauti. Dunia inahitaji utofauti, dunia inahitaji watu ambao wanajitihada, dunia inahitaji watu ambao ni lele mama. Lakini mimi naweza kukwambia kwamba wimbo ambao umeweza kumpa Abigail Chams jitihada hizi zikiweza kuonekana katika level za kimataifa, pia kuwepo kwa Harmonize katika nyimbo ya Me Too. Bana, kwa sasa hivi kitu ambacho kinatarajiwa kufuata ni baada ya Abigail Chams kusafiri kwenda katika nchi ya Marekani, ambako huko ataenda kukutana na mastaa mbalimbali na wakali wengine wengi walioteuliwa kama Tyler kutoka Afrika Kusini, lakini pia Ayra Starr kutoka katika nchi ya Nigeria, na maelfu ya mashabiki wa muziki katika kona nyingi za dunia. Bila kumsahau mwamba wa Lao, Shali Popi, ambaye kwa hivi sasa anazidi kutrend kupitia nyimbo yake ya Lao. Kwa sasa hivi basi anaenda kukutana na watu ambao wako katika vipengele vile vikubwa, lakini pia hata na watu ambao katika vipengele hivi ambavyo basi na yeye pia ni mmoja kati ya mtu aliyeweza
kuchaguliwa kuweza basi kuwania tuzo hii. Mwaka huu ushindani ni mkubwa mno, lakini moyo wa Tanzania unazidi kupiga kwa nguvu kupitia Abigail Chams. Yawezekana kwamba Abigail Chams akaondoka na kinyang'anyiro hichi cha tuzo za BET. Katika nchi ya Tanzania mtu ambaye amewahi kushinda tuzo hii ya BET anaweza kusema kwamba ni Rayvanny Vanny Boy, ambaye ni mmoja kati ya mtu mpaka kwa hivi sasa katika nchi yetu hakuna mtu mwingine ambaye amewahi kushinda tuzo hii. Hili si swala la tuzo tu, ni heshima kubwa ya mziki wa Bongo Flava. Mlango unazidi kufunguka kwa vijana wa Tanzania kuingia katika mainstream ya global music industry. Abigail Chams amezidi kuthibitisha kwamba inawezekana, na ukiwa na bidii, maadili mazuri, lakini pia uthubutu wa kutoa ngoma kubwa siku hadi siku, kwa sababu watu wengi walikuwa wana expect kwamba ukimba labda muziki wa Kiswahili ndio utazidi kutrendi katika nchi ya Tanzania na mapato yatakuwa makubwa, lakini pia uthubutu huu kwa Abigail Chams umezidi kumuonyesha kwamba akiendelea kuweka jitihada kuna mapato makubwa sana ambayo atazidi kuyapata kupitia muziki huu ambao kwa sasa hivi umekuwa recognized kupitia tuzo hii ya BET. Wengi wanasema kwamba hata kama asiposhinda basi ili jambo litazidi basi kuonekana kwamba ni ushindi pia kwake kuwa recognized au kuweza basi kutambulika kwamba ni mmoja kati ya mwanamke kati ya wanawake wengi walioko katika nchi za East Africa Mashariki na kuwa nominated. Basi ni kitu ambacho ni sawa na ushindi tayari kwamba ameweza kuwashinda watu wengi ambao wako katika nchi za East Africa Mashariki. Na itambulike kwamba hakuna mtu yoyote ambaye ni mwanamke mpaka kwa hivi sasa ambaye amewahi kushinda katika tuzo hii ya BET kuanzia miaka hiyo, kuanzia mwaka 2001 tangu tuzo hii hapa iweze kuanzishwa mpaka kwa hivi sasa ambako basi natimiza miaka 25 ambako ameshawahi kushinda tuzo hii ya BET. Hii ni changamoto kwa serikali, lakini pia kwa wadau wa sanaa ambako mashabiki wengi wanatakiwa basi wamuunge mkono mwanadada huyu Abigail Chams ili kuweza angalau kutimiza ndoto yake. Bali si kwa maneno unaweza kusema kwamba watu wanaweza kutimiza Abigail Chams kuweza kushinda, wala si kwa comment za Instagram wala katika mitandao mingine mingi Twitter, Facebook, bali ni kwenda kumpigia kura kwa vitendo, kwa sababu kazi zake zimekuwa ni kazi ambazo zimekuwa zikisambana na zimeweza basi kuwa recognized kupitia BET International Act ambako basi kipengele hichi hapo hivi ameweza basi kukiwania kupitia jukwaa hilo ambalo watu wengi wamekuwa wakilipambania sana kwa muda mrefu sana. Naweza kusema kwamba hii ni hazina kubwa sana kwa taifa letu za Tanzania, lakini naamini kwamba katika miaka ijayo kama Abigail Chams atashinda basi itaweza basi kufungua milango kwa mara nyingine tena Bongo Flava ikazidi kutambulika katika nchi mbalimbali, lakini pia hata kwa mataifa mbalimbali kupitia muziki hii ambao wasanii wetu wamekuwa wakifanya siku hadi siku. Na kwake Abigail Chams kufanya kazi na Harmonize inaweza ikawa pia ni mlango kwake Harmonize kuzidi kutambulika na yeye, kwa sababu huwezi kujua kwamba nini ambacho kitafuata baada ya Abigail Chams kuwa recognized kupitia lebo yake ya Sony Music, ambako watu wengi wanasema kwamba lebo yake ndiyo nguvu kubwa ambako imeweza basi kuweka nguvu, na mwisho wa siku mapato yake yatakuwa ni mapato mengi sana, kwa sababu Sony Music ni moja kati ya lebo ambayo ni kubwa na international label, na imekuwa basi ikipush vitu vyao katika level ambayo si ya kawaida, sio level ya Kitanzania tena, ni level ile ya kimataifa, sababu wanalijua soko la kimataifa, wanawahitaji watu gani ambao wanaweza kufanya muziki ambao utafika kimataifa. Pia wanajua namna ya kuselect wasanii, wanajua namna ya kuweka pesa zao, wanajua namna ya kuweka mpunga ili basi wasanii wao wazidi kuwa recognized katika mataifa mbalimbali, na mwisho wa siku tu zikianza basi msanii anakuwa anajipatia show zake za hapa na pale. Kwa sasa naweza nikasema kwamba ipo wazi kabisa kwamba Tanzania ina nafasi kubwa sana katika ramani ya dunia ya burudani, na jina hilo linazidi kung'aa kwa herufi kubwa sana. Sasa hivi naweza nikasema kwamba Abigail Chams ni muda wake wa kupeperusha bendera hii ya Tanzania kupitia tuzo hii ya BET, na kama akipata nafasi ya kuperform hata kwa siku moja katika tuzo hiyo basi itakuwa ni kitu ambacho cha kipekee sana, atawakilisha vyema muziki huu wa Tanzania. Na kama ulizani kama hii ni ndoto, kumbuka kwamba ndoto huwa kweli, na kwa walio dhahiri kwamba watahitaji basi kufanikisha jambo lao kupitia ndoto zao, basi uwaga wanatia nguvu kama Abigail Chams alivyo basi amua kuipambania ndoto yake na ameweza kufanya hivyo, na sasa hivi ni zamu yetu kuhakikisha kwamba ushindi wake ni ushindi wetu sote. Bana, basi tuendelee kufuatilia mapambano yake yote Abigail Chams, lakini pia tusahau kumpigia kura kupitia BET Awards 2025. Bila shaka tutaendelea kuwajuza kile ambacho kitakuwa kinaendelea. Bana, hapa nipo katika Harmonize News Reporters, na ndipo ambako basi vitu vyote vitakaoenda basi kuwa reported. Stay tuned, na kumbuka kwamba kumpigia kura Abigail Chams ni kwa ajili ya Bongo Flava nzima. Bongo Flava to the world. Bye bye for now.